tutahakikisha utunzaji wa kumbukumbu mbalimbali za ardhi na utoaji wa huduma za ardhi unafanyika kidigitali kuanzia ngazi ya chini hadi juu kwenye taifa. Kupitia matumizi ya TEHAMA, tutaongeza uwazi na kuimarisha utendaji kazi. Vile vile, tutaimarisha uzalishaji, utunzaji na matumizi ya taarifa za kijiografia ndani ya serikali na baina ya serikali na wadau wengine. Baada ya kuainisha masuala makubwa yaliyokuja na maboresho kwenye sera hii, niruhusuni sasa nizungumze na wadau mbalimbali kuhusu nafasi zao katika utekelezaji wa sera hii, na nianze na Wizara ya Mama ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tunawategemea mtuongoze katika kutekeleza sera hii. Wananchi wana matarajio makubwa na maboresho yaliyofanywa kwenye sera hii tunayoizindua leo, lakini bado malalamiko mengi dhidi ya watumishi wa sekta hii ya ardhi yako kwa wananchi. Ni lazima hatua kali zichukuliwe, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Ni lazima msimame na mwisimamie sekta hii. Tumesema ardhi ndio kila kitu. Ardhi ndio utajiri wa taifa letu. Ardhi ndio ustawi wa jamii ya Watanzania. Sasa unapokwenda kubinya haki kwenye ardhi, hili halieleweki. Lazima kuwe na hatua kali zichukuliwe kwa wote wanaorudisha nyuma utendaji wa wizara na wanaokwamisha utekelezaji wa sera hii. Tumewaahidi wananchi kuimarisha usimamizi wa sekta hii. Ni lazima ahadi hii itimie. Lakini katika kuimarisha usimamizi, Mheshimiwa Waziri na management ya wizara, kuna jambo na nilikuwa nakusikiliza vizuri wakati unasema tunafanya katika ngazi hii, tunashirikiana. Nilikuwa nakusikiliza vizuri, lakini kichwani kwangu nikawa nasema kama tumeweza kufanya kwenye uwekezaji, huduma zote zikawa ndani ya nyumba moja, kwenye ardhi, upimaji, usajili, usimamizi wa ardhi na utoaji wa hati, nadhani inawezekana kuwa pamoja. Na hili litawezekana kama mtakuwa na kitu kinaitwa kamisheni ya ardhi. Nimeona ndani ya wizara mna makamishna na mna kamishina mkuu wa ardhi, lakini hakuna kamishna bila kuwa na kamisheni. Sasa wana mkomisheni nani? Hebu nendeni mkalitizame muundo mpya na katibu mkuu kiongozi yuko hapa. Nendeni katizameni haja ya kuwa na kamisheni ya ardhi na kuweka vizuri majukumu ya kamisheni. Nadhani itarahisisha zaidi. Itarahisisha zaidi. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Lakini jambo jingine, upatikanaji wa nyumba za bei nafuu. Nimeshasema kwamba tumefungua madirisha kadhaa ili upatikanaji uwe mkubwa wa nyumba za bei nafuu. Miji yetu Dar es Salaam kwa mfano, ukienda Posta, maeneo yote mpaka Kinondoni sasa hivi, lakini Kinondoni kule kama unaenda sijui wapi kule, kama unaenda huko Sayansi wapi, ukiingia kwa nyuma kidogo tu maeneo ya Mwananyamala, nyumba sizo. Sasa ukiruka juu unaona maghorofa mazuri sana yako pembeni kwa barabara, nyuma tu hapo Kwa hiyo ni maeneo ya kuyaangalia, na nimefurahi kwamba mtakuwa na ule mradi na mmesema wenyewe vizuri, mfano Msasani pale. Msasani Oysterbay hiyo hapo, Msasani hiyo hapo. Oysterbay nyumba zinaridhisha, Msasani ni bado squatter. Kwa hiyo kama mmepanga kuboresha Msasani ambao ni mradi mzuri, na nataka mkaufanye mradi huo bila kuleta malalamiko. Wale mtakao wahamisha mnapobomoa, muwe tayari mna nyumba za kuwaweka temporarily, kwa muda.
Mkibomoa na kumaliza kujenga, mnawarudisha na mnawakabidhia. Kwa miji yetu sasa lazima iwe na sura hiyo. Tukianza sasa, tutaweka msingi wa kote huko, kila anayekuja atafata msingi huo, kuboresha sehemu baada ya sehemu ndani ya miji yetu mikubwa, Dar es Salaam, Arusha, Dodoma hapa, Mwanza, Mbeya, miji mikubwa ile lazima iwe na sura nzuri.